Nikwambie tu ukweli, mazingira ni ya kishirikina, kwa sababu kama mimi nimefunga, wewe uliingiaje humu ndani? Mimi naomba tu kwamba uyaache. Ni sintofahamu hiyo iliyojitokeza baada ya mzee huyo kukutwa katika maeneo haya ambayo isingekuwa rahisi kuingia usiku bila kufunguliwa getini, na hapa mhudumu wa eneo hili Happiness Malembeka anaeleza mazingira aliyomkuta mzee huyu. Nimeamka saa 1:30 ili nije nizime taa na kufunga geti kama kawaida. Cha ajabu na cha kushangaza, nikamkuta mzee huyu yuko kule kwenye fensi. Nikamuuliza, umeingiaje baba yangu? Akaniambia ameingia saa 11, kakosa sehemu ya kutokea. Kufuatia tukio hili, askofu wa kanisa la Injili Afrika Elias Mbagata ametoa kauli yake, huku majibu ya mzee huyu yalikuwa haya alipoulizwa ameingiaje. Kama kweli kwa mazingira alionayo na mazungumzo niliyosikia yanaonyesha kabisa dalili za kishirikina, basi ayaache, amrudie Mwenyezi Mungu. Kama kuna mtu ambaye amepotelewa na mzazi wake, basi ajue kwamba mzazi wake ameokotwa hapa, na ninachoweza kufanya ni kumpeleka tu polisi, kwa sababu ndio sehemu yetu ya usalama wa raia na mali zao. Hawa ndio mnaosema kwamba uliingiaje, ndio swali mnaniulizia hapo. Lakini kumbe mimi sikutakiwa kuulizwa swali hilo. Tumeanzia pabaya rafiki yangu. Ni kweli nimeanzia pabaya. Hata hivyo, tukio hili limeshuhudiwa na mwenyekiti wa mtaa wa Miemba Tito Masele, ambaye ametoa maamuzi ya serikali. Baada ya kumhoji, anasema kwamba alitoka Lolwansimba kwa sababu tumemkuta ni mzima. Lengo la mazungumzo sasa ni kuenda kumpeleka katika kituo cha polisi kule ili aweze labda kusafirishwa kwenda alikotoka. Mbali na kupelekwa polisi, lakini mzee huyo amepelekwa hospitalini kwa ajili ya uchunguzi zaidi, huku ndugu zake wakitakiwa kujitokeza ili kutoa msaada. Mashaka makubwa ya waliomkuta mzee huyu ndani ya uzio huu ni urefu wa uzio huu ambao ni mithili ya kimo changu. Kutoka hapa katika eneo la kanisa hapa Tabora mjini, ambapo tukio hili la kustajabisha limetokea hapa, Apollo Benjamin, ITV.